Sasa ikandamize kwenye kata hii. Kwanza maeneo makubwa ni mbuga. Kwa hiyo tunaomba tupate barabara. Kwanza mimi mwenyewe leo nimeshindwa kuvaa viatu vya kawaida. Mpaka nimevaa makumba. Kwa hiyo ni kazi ngumu. Kwa hiyo naomba ndugu mgeni rasmi usimamie swala la kupata barabara. Kwanza hapa hatuna barabara ya kutoka Ichongo, Mwambasa, Mwashirugula. Na tuna barabara ambayo inatoka Iseramagazi, Mwasingu. Ingine inakwenda Mwashiningu, ingine inanyoka kwenda Kishapu maana ya Mwanini. Alafu tuna barabara nyingine inatoka barabara kuu ambayo itaingia Mwabagehu. Na nyingine itatoka Nyabusalu kwenda Mwanangala. Kwa hiyo ndugu mgeni rasmi, naomba sana kwa hayo uweze kwenda kuyakandamiza. Mimi naitwa Jessica Bahati, ninasoma darasa la 6. Kwa niaba ya wanafunzi wa shule ya msingi Mwambasha, sisi tuna changamoto zifuatazo. Moja, upungufu wa vyumba viwili vya madarasa. 2, upungufu wa madawati. Tunaomba utusaidie sisi watoto wako tunateseka. Mwenyekiti wa serikali ya kijiji amesema mtoto wetu mwanafunzi naye amesema kuhusu shule yao ya msingi. Sasa mimi nianze moja moja pale ambapo nitapitia kwenye miradi yetu. Tukianza kwenye swala lazima la maji, wote mnajua ni kwamba swala la muda mchache tu mkandarasi anakuja kuanza kazi ya kuleta maji kwenye kijiji hiki cha Mwambasha na Mwasingu. Nadhani wiki moja au mbili ataanza kuleta vifaa vyake. Sasa aanze kutandaza mabomba, kujenga matenki kwa ajili ya kuleteni maji ya ziwa Victoria. CCMOA. Vijiji vilivyobaki vitafuata. Yaani hatujagawana. Kazi ni moja, mkataba ni ule ule. Fedha zilizokuja hapa tumesema tuanze hizi mbili, wakati anamalizia tunakwenda kumalizia vijiji vilivyobaki, vijiji viwili. Maana yake nini? Maana yake kwenye kata hii ya Nyabusaru, mkandarasi akifika tukifika mwezi wa 10, naamini kabisa kazi itakuwa imekwisha. Na tutakapokuwa tuko kwenye kampeni, manake mwaka huu ni mwaka wa kampeni na mwaka wa mchaka, sio mchezo. Wakati mimi niko kwenye kampeni na wakandarasi walio kazini, nitawafuatilia hatua kwa hatua. Na nitakapokuja kuomba kura hapa, maana yake ni kwamba nitakuwa nafuatilia wakandarasi na kukagua miradi inayoendelea. CCMOA. Sasa Nyabusaru, vijiji vilivyobaki tunakwenda kukandamiza tu. Baada ya mwezi wa 10 tunakandamiza hizo. Kata nzima ya Nyabusaru itakuwa na maji ya ziwa Victoria. Umeme mnauomba sana. Sasa hivi wanauomba kwenye vitongoji. Hatuongelee tena kuleta kwenye vijiji. Wakati ule tulikuwa tunaomba ufike kwenye vijiji vyetu kwanza. Sasa tumeleta kwenye vijiji na baadhi ya vitongoji. Sasa unapoleta maendeleo, ukileta endeleo la kwanza linavuta endeleo la pili. Wale waliokuwa mbali vitongoji walikuwa hata wafikirii, sasa wamesema mheshimiwa tuletee na sisi. Mimi nataka niwahakikishie serikali ya Mama Samia Suluhu Hassan, 2027 haifiki 2028, vitongoji vyote vya jimbo la Sorwa tutakuwa tumeshapeleka umeme. Vyote 856. Manake maji ya ziwa Victoria, hatuchimbi visima. Maji ya ziwa na umeme vijiji vyote na vitongoji vyote 2027 kwenda 28 tunamaliza hiyo historia. Hiyo ni kazi kubwa mno. Unaona mheshimiwa diwani amesema mradi wa maji ni bilioni 2. Sio kazi ndogo. Bilioni 2 kwenye kata moja. Sasa mimi na vijiji 126. Mradi hii biwili kisha na miradi ya Tinde kule vijiji 17 mkandarasi tunamkabidhi mwisho wa mwezi huu. Tunamaliza vijiji 109. 109 maji ya ziwa Victoria. Nani kama mama? Nani kama Samia?
ni historia tuliyoitengeneza kwenye jimbo la Sorwa. Sorwa ya jana sio ya leo. Leo tumepiga hatua kubwa mno. Mimi nimekuwa mbunge wenu kutoka 2005 mpaka leo. Najua tulipoanzia na leo tulipofika hapa na tunakokwenda. Kumalizia miradi ya jimbo la Sorwa imebaki muda mchache mno. Nilikotoka ni pagumu parefu kuliko ninapokwenda. Itabaki vijiji 16, maji tunamaliza mwakani. Inabaki umeme 27 tunamaliza. Haya mengine madogo haya hayawezi yakaisha kwa sababu tukianza na vyumba vya madarasa. Mtoto wetu wa kike ameniomba hapa. Mheshimiwa diwani ameniomba. Mwenyekiti wa serikali ameniomba. Unajua kwa nini vyumba vya madarasa ni lazima tujenge kila mwaka? Au kila miaka miwili ni lazima tutajenga vyumba vingine vipya. Kwa sababu tunazaana. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.